Ukiangalia kwamba tayari kuna buffer nzuri tu ya umeme tunapokea Pemba, lakini bado kisiwa cha Pemba kimekabiliwa na changamoto tofauti, ikiwa ni pamoja na katika kwa umeme mara kwa mara. Hili linatokana na kuwepo kwa uchakavu mkubwa katika miundombinu yetu ya umeme, ikiwa ni pamoja na distribution line. Sasa mkataba huu leo unakwenda kuboresha miundombinu yetu ya umeme kwa kisiwani Pemba ili kuondokana na hili tatizo la katika kwa umeme. Tunafunga nao mkataba leo ni ile ambayo ilisaidia katika kuboresha matatizo mbalimbali katika kisiwa cha Unguja, ikiwa ni pamoja na kupatikana kwa umeme mdogo, ambapo vifaa maalum vilifungwa katika njia zetu kuu za umeme hapa Unguja. Sasa hivi tutakuwa na feeder line 2 baada ya mradi huu kukamilika, lakini vile vile itapelekea kebo zetu zote kuweza kuboreshwa na vile vile kufunga mfumo maalum ambao utapelekea sasa itapotokea hitilafu ya yoyote katika njia kuu ya umeme kuweza kutambua mara moja wapi hitilafu hii imetokea. Kwa sasa tunafanya zoezi hili kwa kutumia njia za manual zaidi, na inachukua muda mrefu kubaini wapi kuna tatizo, na pale inapobainika kwamba mahali fulani kuna tatizo, basi inachukua muda mfupi tu kulitengeneza. Serikali imetusaidia sana katika kufanikisha hili, na vile vile imeridhia kutoa fedha zake binafsi, yani fedha zake zenyewe, kuliko kutegemea miradi katika kuboresha hali ya upatikanaji wa umeme katika kisiwa cha Pemba. Kazi tuliyoitenda kwa mara ile ilikuwa ni kazi bora na tulifanikisha kwa wakati na kwa ufanisi, na kile ndio kitu kikubwa ambacho kilichotufanya tuaminiwe tena na kurudishwa tena kuweza kuchukua mradi huu mwingine mkubwa zaidi ambao tunakwenda kubadilisha miundombinu Pemba, ambayo ni miundombinu mikuu ya kupitia karibu kilomita 320 ambayo tunakwenda kuiweka sawa na kujenga line mpya. Lakini pia katika upande wa teknolojia tunakwenda kuweka teknolojia mpya ambayo italeta mabadiliko makubwa kwenye auto reclosure. Tunaweza kuna mabadiliko pia kwenye fault locators, lakini pia tunaenda kuongeza voltage regulators kwa upande wa Pemba. Kuna mengi ambayo tunaenda kuyafanya na ni makubwa, na tunaenda kuleta mabadiliko makubwa. Yaani kiufupi, ndani ya miaka miwili mtaona vitu vikubwa, na miaka miwili tunaweza tukasema ni mbali. Ndani ya miezi 6 mpaka miezi 8 mabadiliko makubwa mtayaona ndani ya Pemba. Tumelenga kisiwa cha Pemba, tunaenda kubadilisha infrastructure kubwa karibia zote ambazo zina urefu wa kilomita 310, na magari tutakuwa nayo ndani ya mkataba huu. Tutakuwa na switches maalum, tutakuwa na mitambo maalum ambayo hata umeme ukiwa umeharibika, umekatika mahala, basi tutakuwa tunatuonyesha kwenye ofisi yetu wapi umeharibika. Tatizo la kukatika umeme, kupungua kwa umeme, inshallah kwa Mwenyezi Mungu kwa mkataba huu itaondoka haraka sana, na tunatarajia sana kwamba mkataba huu utaanza April kama tulivyokubaliana, na niwaombe kwa upande wa Novavis International kwamba vifaa vile vya quality high end infrastructure ziwe nzuri, kazi ikafanyike nzuri, na mambo yaweze kufanikiwa kwa pamoja. Muda tunakubaliana uende muda ule ili wananchi wa Pemba waondokane na matatizo ya umeme katika na kushuka kwa muda mrefu. رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Radio An-Nur FM 93.3 inapenda kuwatakia Waislamu wote Ramadhan Karim. أهلا يا شهر رمضان شرفنا بلا استئذان.